Ndugu mpenzi mtazamaji na msikilizaji wa Adventist Possibility Ministry, siku ya leo nimeona ni vema nije nishare na wewe ujumbe huu pekee kwa ajili ya watu wenye jamii ya uziwi, watu ambao wamepatwa changamoto katika mifumo yao ya usikivu. Hawasikii chochote, unachokuwa ukizungumza hakisikii, unachokuwa ukiongea hawezi kukuelewa pasipo kuweza kutumia lugha yake maalum ambayo ni lugha ya alama. Na leo nimeona ni vyema nije kujuza ya kwamba kuna hawa watu wenye jamii ya uziwi, watu ambao tumewasahau asilimia kubwa sana. Tunapokuwa tukifanya huduma zetu, aidha katika mikutano mikubwa ya Injili, tunasahau kuweka wakalimani wa lugha ya alama, inawafanya ule ujumbe upite bure kwa hawa watu ambao ni jamii ya uziwi. Lakini pia vile vile kuna watu ambao Mungu amewajalia kuwa na karama ya kuwa na kwaya kubwa, kwaya nzuri, kwaya ambao wanaimba vizuri, ndio mnawasilisha ujumbe wa neno la Mungu. Je, vipi kwa hawa watu ambao wana jamii ya uziwi? Je, hawa viziwi wenyewe wanapokea ule ujumbe ambao watu ambao wana uwezo wa kusikia wanaupokea? La hasha, hawezi kupata. Nipende kukukumbusha rafiki yangu na kukusihi ya kwamba unapokuwa ukifanya huduma yako mahali popote pale, iwe ni kwenye kanisa, iwe ni kwenye kwaya zenu, tukumbuke kuweka huduma hii ya lugha ya alama. Tukumbuke kuweka hawa wakalimani wa lugha ya alama. Kama hawapo, basi ni vizuri kama kanisa, ni vizuri kama taasisi fulani, muweze kuchagua baadhi ya watu ambao wanaweza wakawa kama wawakilishi wa kanisa. Mfano, mkachukua vijana 3 au 4 au 5, mkawapeleka katika chuo kikuu cha Dar es Salaam. Maana chuo kikuu cha Dar es Salaam wanatoa kozi ya lugha ya alama ambayo inaitwa Sign Language Interpretations, kujifunza ukalimani wa lugha ya alama kwa mwaka mmoja tu. Mnakuwa mmeweka wale vijana kama sehemu ya hazina. Wale watoto wanakuja kufanya huduma ya kuwafundisha wenzao baada ya kupata ile taaluma katika chuo kikuu. Lakini pia vile vile huenda mnaweza mkawa kama kanisa mkaamua kutafuta mtaalamu, mkakusanya watoto kuanzia wadogo, wawe ni adventure, wawe pathfinder, wawe ni ambassadors, wawe ni YA huko juu, mkaita wataalamu wakaja kufundisha ile kozi ya lugha ya alama katika kanisa lenu. Hii itasaidia kuendelea kutia hamasa ya utume kwa ajili ya ndugu zetu wenye jamii ya uziwi, na hakika na wenyewe wakiona mkalimani anatoa huduma, iwe ni katika vyombo vya habari, kiziwi kwa kweli wanga wanafurahi, wanapata amani, wanasema kwa kweli kumbe na sisi jamii inatukumbuka, kumbe na sisi watu wanatukumbuka kwamba na sisi tuna uwezo, tuna nguvu, tuna thamani. Vile vile katika huduma zetu ndani ya makanisa, unapokuwa ukifanya uchaguzi wa viongozi, tukumbuke kuwachagua ndugu zetu wenye jamii ya uziwi, pia wana uwezo kufanya kazi. Ila shemasi anaweza kufanya kazi, au mratibu hawa watu wenye mahitaji maalum anaweza kufanya pia kazi. Tusiwasahau wapendwa, tuwakumbuke ndugu zetu wenye jamii ya uziwi katika huduma zetu. Katika huduma kanisani tuweke mkalimani, vyombo vyetu vya habari tuweke wakalimani, katika kwaya zetu ambazo tunaimba vizuri tuweke wakalimani. Hakika wakiona huduma ile, utume utakuwa umewafikia na wao. Mungu akubariki sana rafiki yangu. Amen.